Sayuni TV, neno la Bwana. Sayuni TV. Leo ni siku ambaye ninamshukuru Mungu. Mungu jina lake ambaye ni takatifu. Mungu ambaye amenifikisha siku ya leo. Mungu ambaye ameniahidi ya kwamba kila wakati atakuwa ananilinda, na hakika amenilinda. Kwa sababu nimeingia katika mwaka huu kupitia ulinzi wake. Kumbuka alimwambia Musa, mtu anaitwa Yoshua, mlango wa kwanza mstari wa 9. Alimwambia ya kwamba nimekuamuru uwe hodari. Usiogope wala usifadhaike, kwa sababu mimi Mwenyezi Mungu niko pamoja nawe popote uendapo. Tumekuwa na uoga wa maisha. Tumekuwa na uoga hata wa maisha yetu sisi wenyewe. Lakini Mungu akiwa katika mbingu anatuangalia. Akiwa katika mbingu anatushangaa. Kwa sababu anaamini ya kwamba hata wakati shetani anaenda kumwomba ruhusa ni kwa ajili yangu. Anaamini ya kwamba huyo mtumishi wangu si mwoka. Lakini shetani anakuja anatuweka uoga. Na ndipo sasa tunaona maandiko katika Ufunuo 21 mstari wa 8. Maandiko yanasema ya kwamba mahali kutawekwa wachawi, mahali kutawekwa wasinzi, mahali kutawekwa watu wa aina mbaya wote, hapo ndio mtu ambaye ni mwoka atawekwa. Nataka tuseme siku ya leo tuone mtu ambaye hakukuwa mwoka hata akimfanyia Mwenyezi Mungu kazi. Ambayo mtu anaitwa Elijah. Elijah, maandiko yanasema ya kwamba katika Wafalme wa kwanza wa pili, mlango wa 2 kuanzia mstari wa 9. Maandiko yanasema ya kwamba hapo mfalme akamtuma kapteni mmoja na watu wake 50 wakamlete Elia. Kapteni huyo akamkuta Elijah ameketi mlimani, akamwambia, ewe mtu wa Mungu, mfalme amekuamuru ushuke. Huyo ni Elijah, alikuwa kwa mlima. Pale kwa mlima alikuwa ananena na Mungu. Pale kwa mlima alikuwa naomba Mungu. Lakini angalia huyu mfalme ambaye anaitwa Ahasi, alituma kapteni mmoja akiwa na wenzake watu 50 waende wamwambie Elijah, tunaomba ushuke. Mfalme ametuamuru na ametutuma ili tuweze kwenda. Lakini Elijah ni nani? Elijah akamwambia mstari wa 10. Elijah akamjibu huyo kapteni wa watu 50, kama mimi ni mtu wa Mungu, moto ushuke kutoka mbinguni na kuteketeza wewe na watu wako. Angalia, Elijah kwa mwoka. Kumbuka ule mwenye ametuma captain ni mfalme. Na akamwambia ndo mwambie ashuke akuja hapa. Lakini Elijah akamwambia captain, kama mimi ni mtumishi wa Mungu ameniita. Kama ni Mungu ambaye ameniita, naomba wewe na watu wote uko na wao na watu wako, moto ukishuka mbinguni uweze kuwateketeza. Na mala moto ukashuka kutoka mbinguni ukawateketeza pamoja na watu wote 50. Unaona, mtu anaitwa Elijah hakuogopa ati kwa sababu ameitwa na mfalme. Alijua ya kwamba ni nani ambaye alimuita. Na ndipo hapa anaambia captain, kama ni Mwenyezi Mungu ambaye ameniita mimi, naomba moto ukiwa ushuke kutoka mbinguni uteketeze wewe na watu wako wote 50. Mstari wa 11 akasema hivi, mfalme akamtuma kapteni mwingine na watu wake 50 wamlete Elijah, naye akapanda juu akamwambia Elia, ewe mtu wa Mungu, mfalme anakuamuru ushuke mara moja. Elia akamjibu, kuna kweli mimi ni mtu wa Mungu, moto ushuke kutoka mbinguni ukuteketeze wewe pamoja na watu wako. Papo hapo moto wa Mungu ukashuka kutoka mbinguni ukamteketeza pamoja na watu wake 50. Angalia Elijah hapa, tumetoka kusema yeye si mwoka. Angalia mfalme amemtumana mara ya pili, ametuma kapteni mwingine, na ametuma ule kapteni akiwa na watu 50 kuamuru Elijah mara moja au ameshuka aende kwa mfalme. Lakini akamwambia, kweli mimi ni mtu wa Mungu, na kwa sababu mimi ni mtu wa Mungu naamuru moto utoke juu mbinguni ukuteketeze wewe pamoja na watu wako wote. Mimi na wewe
Unaona, wakati mwingine kuna mfalme ambaye ni mfalme wa mapepo. Unaona kuna mfalme ambaye ni wa magonjwa. Unaona kuna mfalme ambaye anakufuata kila wakati, anakwambia ushuke. Anatuma shetani na jeshi lake, anamwambia ndo ambie plani ashuke na muamulu aweze kushuka, na hapo wanaanza kutetemeka ukishuka. Kwa nini wao wasi kusimama kama Elija? Huambie Mungu, umwambie huyo pepo, kama mimi ni mtumishi wake Mungu ambaye ameniita, na amulu moto kutoka juu mbinguni uweze kukuteketeza wewe na jeshi lako. Unaanza kusema sijui nani aliloka familia yangu, sijui ni nani ambaye aliloka watoto wangu, sijui nani analoka kazi yangu. Na wewe mwenyewe uko na uwezo, ni kwa sababu yake Mwenyezi Mungu. Elija hakuangalia mambo ya ufalme, aliangalia Mungu aliyemuita, na akaambia Mwenyezi Mungu, ndiposa kama wewe Mwenyezi Mungu ndio umeniita. Kuna siku ingine nilisema kuna wale ambaye wamejiita, hata wakiitisha ule moto uwezi ukashuka. Kuna wale ambaye wamejiita, hata wakiamlisha huyo mfalme hakuna sauti inasikika, badala yao watu kuangamia, yeye ndio anaangamia kwa sababu amejiita. Lakini Elija hapa alisema nini? Alisema kama Mwenyezi Mungu ndio ameniita, naomba moto utoke mbinguni ukuteketeze wewe captain pamoja na watu wako. Kwa nini hatuwezi tukaitisha moto wa kuteketeza mapepo? Hatuwezi tukaita moto wa kuteketeza zile vitu ambaye zinatunyanyasa. Wewe unaishi tu umefungwa, unalia, hujui ni nini ambaye sijui kunaenda aje. Naona hii siku ni mbaya kwa sababu haujijui. Lakini ukijua kuna Mungu ambaye amekuita, uko na uwezo wa kuteketeza. Ukisoma Waebrania 12 mstari ni wa 29, maandiko yanasema ya kwamba moto wetu ni mkali, Mungu wetu ni moto mkali unaoteketeza. Lakini ukiwa hujaitwa na Mungu, utateketeza nini? Utateketeza nani wewe kama hujaitwa na Mungu? Angalia, captain alikuwa na ule ujasiri. Halijua, hataki kujua ni mfalme, hataki kujua ni nani. Kuna mfalme ambaye saa hii amekulalia, ambaye umekosa kasi, ni kwa sababu uliitwa. Na captain alitumwa wa shetani, akakuita ukashuka, ukaingia katika uwanja wa mateso, uwanja wa manyanyasiko, ukaingia mahali hata uwezi ukapata kazi. Kwa nini wewe mwenyewe uwezi ukasimama ukaambia captain na pamoja na jeshi lake, mimi huu ni mwaka wangu wa kupata kazi, hii ni wiki yangu ya kupata kazi, leo ni siku yangu ya kupata kazi, na ukitaka kujua nitapata kazi, wewe na jeshi lako, naomba moto utoke mbinguni uweze ukakuteketeza. Lakini ndiposa ule moto uweze kushuka, lazima uangalie njia zako, lazima ujiangalie, uangalie uko na uhusiano gani na huyo Mwenyezi Mungu. Uangalie Mungu yeye ni nani, ni rafiki yako. Katika Zaburi 15 mstari wa 1 mpaka wa 6, maandiko yanauliza ya kwamba ni nani atakaye stahimili katika mlima huu? Angalia, Elija alijua amestahimili katika mlima, na akajua kuna uwezo wa kuitisha moto, na moto ukashuka. Uoga ni wa nini? Umekandamizwa na ule mwovu, hata hauwezi ukanena, hauwezi ukasema chochote, hauwezi ukanena chochote kwa sababu unaokopa. Unaokopa nini? Captain ni nani? Kuna moto ambaye Mungu anasaachilia huyo captain ambaye ametumwa kwako na huyo mwovu shetani pamoja na jeshi lake, na aweze kuteketeza na upate njia na upite. Kuna Mungu katika mbingu. Angalia mfalme wa 3. Mfalme anatuma kapteni wa 3. Kapteni anaenda anapiga makoti mbele ya Elija. Anamwambia, nakuomba ewe mtumishi wa Mungu, usiniangamize bila umeangamiza hao makapteni wengine wawili pamoja na watu wao. Nimekuja kwa unyenyekevu, uweze kushuka unene na mfalme. Lazima unyenyekevu ukuwepo. Na ndiposa maandiko inasema ya kwamba ukitaka uingie katika shule ya hekima, lazima uwe mtu mnyenyekevu. Angalia ile shule huko ni kani, ndiposa uweze kuingia katika hekima yake Mwenyezi Mungu, uweze kunyenyekea chini ya miguu yake. Na hakika ndugu yangu, dada yangu, utaona Mungu akitenda. Tuungane pamoja kwa imani,
tuweze kuangamiza huyu captain ametumwa katika nchi yetu, ambaye hataki tuendelee, watoto wasome, tuweze kupata kitu ya kukula, kwa sababu Mungu ako na uwezo ya kuteketeza, ako na uwezo wa kuteketeza huyo captain. Wakati unaona nchi yetu hakunyesi vizuri, ni kwa sababu kuna ule ameitwa hakuja atupatie kutokuendelea, na tunakubali tukatae. Na ujumbe huu bado utaendelea. Ujumbe huu ukiupata, tumia mwenzako ajue ya kwamba kuna captain anatulalia, ambaye anatumwa mbele yetu tusiweze kuendelea. Na Mungu wa mbinguni akawabariki na akawainua. Amen and amen. Sayuni TV 62. Sayuni TV.